kutuchangia wizara nyeti ya kilimo, na uweze kuzungumza kilimo bila kuzungumza mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa Naibu Spika, umefika kwetu, umefika kwenye kiwanda cha sukari na umejionea sisi tulivyokuwa wakulima wazuri. Mambo yote yaliyosemwa na wizara hapa yako katika namna mbili: kutusaidia nchi yetu kujitegemea kwa kilimo, kwa chakula. Sasa hivi tunajitegemea kwa 130%, na la pili tuuze mazao ya mwisho nje ya nchi yetu tuweze kupata fedha za kigeni. Mimi ni Mswahili na Waswahili wanasema njia rahisi ya kuleta umaskini ni kuuza malighafi badala ya kuuza ile final product. Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Naibu wa Spika, mimi nitazungumza kwa namna mbili: kwa furaha na kupendezwa, kwa maana ya Kiswahili ni chata na tamwa, na pia nitazungumza kwa chonda na kibubuti kwa masikitiko kule mwishoni endapo muda wangu utafika. Na kwanza kwa furaha, nataka kusema wazi kwamba nina furaha isiyo kifani kwa viongozi wote wa wizara hii na wakurugenzi wote. Ningetaja taasisi zote lakini muda hautoshi. Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri na viongozi wenzako wote, na Mheshimiwa Rais amempongeza mpaka katibu mkuu wako kwamba alikuwa anaonekana kama kijana akipiga suti yake hivi unaweza ukamdharau ukasema kijana wa mjini, lakini katibu mkuu ni mtu muhimu sana katika wizara yenu na ni injini kubwa ya wizara. Mkurugenzi wa Kopra, nimeona Kopra imeshaanza kuwasiliana na sisi kuhusu mpunga ili tuuze mazao kidigitali, na tunaomba zao la mpunga ikibidi baadaye liende katika mambo ya kidigitali ya stakabadhi ghalani. TFRA imesajili wakulima 4,500,000 na wakulima wangu wamepewa vishikwambi, nashukuru sana. Kiwanda kipya cha sukari, Mheshimiwa Waziri, umekiona, tunakishukuru sana. Tunashukuru kwa kikao chako cha AMCOS. Tunashukuru kwa upembuzi yakinifu wa bonde, amesema Mheshimiwa Kunambi. Bonde la Kilombero tutasaidia mabwawa manne hayo yatasaidia kucontrol mafuriko. Tunashukuru kwa mbolea za ruzuku, tunashukuru kwa kitalu cha mbegu Katrini. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba chuo cha Katrini kwa maana ya Kilombero Agriculture Training and Research Institute kibaki kama chuo wakati mambo mengine yanaendelea, kwa sababu sisi kwenye bonde tuna mkakati mkubwa. Serikali ishawekeza mabweni pale, wanafunzi walale pale. Sasa tukibadilisha tukifanya kikiwa ni sehemu ya kuahilisha teknolojia, itakuwa tumeondoa nafasi kubwa ambayo wenzetu waliona huko nyuma. Naomba katika vyuo vitano vilivyobaki uongeze na hicho cha Katrini kama cha 6 kibaki kama chuo. Mheshimiwa Waziri Bashe, mimi nilikuona wakati tunasoma hotuba hapa, umesimama unainama, umesimama, nikasema sasa nikajiuliza siku moja ukiwa upo kwenye hii wizara itakuwa namna gani? Andika kitabu Mheshimiwa Bashe, rekodini YouTube, elezeni mipango na idara wote zinazowakabili. Katika dunia ya sasa hivi tuone tuna leo na kesho katika mambo haya. Tunakuomba sana andika vitabu. Hakika kuandika kitabu ni kugoma kufa hata baada ya kufariki. Mheshimiwa Waziri, nakuomba, la kwanza, semina kwa wakulima wetu tunataka kufanya, mtusaidie. Pili, yale matrekta mtuletee mgao. Ya tatu, mtusaidie mabwawa haraka ili tuweze kupata mafuriko. Mheshimiwa Mkurugenzi wa umwagiliaji amekuja kule kwetu mara kadhaa, tunaomba sana tusaidie katika mambo ya umwagiliaji, kwa sababu kama mvua zisingechelewa mwaka huu kwenye mpunga tungepata hasara kubwa sana. Na kuomba Mheshimiwa Waziri, tembelea kiwanda cha Mangula Machine Tools. Kina majengo, kina hekta 200, kimekaa pale zaidi ya miaka 20, kinakufa. Watu wa viwanda wameshindwa kukifufua. Chukua na kuomba uweke mwekezaji pale. Sasa kwa ufupi naongea kwa chonda na kibubuti kwa maana sikitiko. Mambo mawili Mheshimiwa Waziri. La kwanza la miwa, kwa sababu wakulima wangu wako hapa sasa hivi wanatazama. Swala la 10%, nimekupa barua na nimekuletea barua kwamba juzi AMCOS zote 17 ziligoma kuendeleza kwenye kikao cha kiwanda cha Ilovo kwa sababu walikatwa pesa zao 10% na hawajapewa pesa zao. Na kuomba Mheshimiwa Waziri, ndaunga mkono hoja kwa masikitiko, lakini naomba ulisemee jambo hili. Wanaangalia television huko, wanaangalia TV. Mkulima anapouza mua anakatwa pesa. Wakati msimu unaanza anataka kuchukua ile 10%, anaambiwa hawezi kupewa. Balaa huko sasa hivi ninavyokuambia, wako kwenye TV wanasubiria kuona hali. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri, nisaidie sana, chonde nisaidie. Na Profesa Bengesi ukimtazama unaona anapenda kilimo cha mua, lakini kuna saa anaona kama mambo magumu. Profesa Bengesi alikuja kule wakati mua unaungua moto, tukaenda mpaka polini. Ni mtu mzuri sana na mtu anatusaidia sana. Lakini naomba utolee majibu 10% hii ili mwishoni mimi Mheshimiwa Naibu Spika nipate nafasi ya kuweza kuunga mkono hoja. Wanasema rendement ikiwa chini ya 10 wakulima wanapata hasara. 10% yenyewe hawapewi. Kwa hiyo hawatafanya chochote, hawatavuna mua mpaka wapewe 10%. Na Mheshimiwa Waziri, nimemsikia Mheshimiwa Venanti, nimemsikia Mheshimiwa Profesa Mgongo. Hawataki kilimo cha mua. Sisi tunakitaka, alete pesa, alete ruzuku, lipa wakulima wangu waendelee kulima kilimo cha mua, tuende kujitosheleza kwa sukari. Tunalima sasa hivi tunavuna sukari tani 480, tunataka tani 700,000. Lete mambo ya Kilombero, sisi tunataka kilimo cha mua. Wao hawataki, kwa hiyo sisi tupatie. Mwisho kokoa. Amesema Mheshimiwa Kunambi, na mimi nataka kusisitiza Mheshimiwa Waziri. Kokoa kule kwetu inanawiri. Sasa ipo eneo linalosemekana na wakulima na ni watu wazima. Na Mheshimiwa Waziri, kama wakulima wamenidanganya, wamekuja mpaka hapa, nimeenda mpaka kule.
wanasema wanaweka zaidi ya 200 zimezuiwa na hifadhi, wamepigwa viboko. Mheshimiwa Waziri, naomba twende tukaone kama wakulima wa kweli ama sisi ni wa kweli. Asante Mheshimiwa Halmashauri, tunaomba usaidie uweze msitu wa Kiogosi, hifadhi ya shamba la Kiogosi la halmashauri ya Ifakara, ulisaidie uweze kulima kokoa. Asante Mheshimiwa sana, naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Samuel, jiandaa. Mheshimiwa Mafue, jiandaa. Mheshimiwa Nolo.